Mheshimiwa, tunaendelea Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Sasa namuite Mheshimiwa Mwita Mwikwabe Waitara, mbunge wa Tarime Vijijini, aulize swali lake. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba swali langu namba 694 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri Wizara ya Ardhi, Mheshimiwa Kaspar Muya, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Mwita Mwikabe Waitara, mbunge wa Tarime Vijijini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, migogoro hii inahusu mipaka ya kiutawala. Mipaka ya kijiji cha Korotambe na Rugage iliwekwa mwaka 1996 na serikali Mbua ambao ni mto Nyabichune kulingana na ramani za mipaka ya vijiji iliyoidhinishwa mwaka 2010. Na kwa upande wa kijiji cha Remagwe, wao wanatambua mipaka yao ya asili ya mashamba iliyowekwa mwaka 1949 enzi za ukoloni wa Ujerumani ijulikanayo kama ramani ya DC Ingham inayotambuliwa na serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa kijiji cha Marasibora na Nyamerambaro, mpaka wake ni sehemu iitwayo Mlima Nyamerambaro. Wananchi wa vijiji hivi wote wanataka mipaka ya vijiji hivi iendane na mipaka ya mashamba yao kwa namna wanavyomiliki bila kuzingatia mpaka wa kiutawala uliopo baina ya vijiji hivi vilivyowekwa na serikali. Aidha, katika eneo hili la mipaka wapo wanavijiji wa kijiji cha Marasibora ambao wako Loria, wanalima katika kijiji cha Nyamerambaro ambalo kiko Tarime, na wengine wapo kijiji cha Nyamerambaro ambayo kiko Tarime, lakini wanaendesha shughuli zao za kilimo katika kijiji cha Marasibora ambayo ni Loria. Mheshimiwa Naibu wa Spika, serikali imeendelea kusisitiza na kutoa elimu kwa wananchi wa vijiji hivi kuwa wanapaswa kuheshimu mipaka iliyowekwa na serikali kwa mujibu wa GN za serikali zilizoanzisha vijiji hivyo. Hata hivyo, Wizara ya Ardhi itashirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kushughulikia changamoto zilizopo, ikiwa ni pamoja na kutuma timu ya wataalamu wa wizara kwenda katika eneo hilo. Mheshimiwa Naibu wa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Mwita Waitara, swali nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, nimesikia majibu ya serikali na naomba bunge lijue kwamba eneo la Kurutambe na Remagwe na Marasibora na Nyamerambaro ni maeneo ambayo watu wameuana sana na wamejenga uhasama mkubwa. Ndio maana ninaomba Mheshimiwa Naibu Spika, kwa heshima kubwa hao wataalamu waende na Mheshimiwa Waziri aende akawasikilize ili kuondoa changamoto ile ambayo, na hata wakati wa siasa wako watu wanaenda kwa upande kutuchonganisha kwamba tuwatetee wananchi wetu. Hilo ndio la kwanza lipe uzito. La pili, wakati naandika swali hili imeongezeka migogoro mingine miwili ya Bumera Bunyama ambao kuna mtu ana mfuko mkubwa wa pesa anasumbua wananchi, lakini eneo la Msege ya Rukoba kuna kigogo wa wilaya anachukua eneo la kijiji katika eneo hili. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna hali ilivyo kule Tarime vijijini, ni lini Mheshimiwa Waziri au Naibu Waziri tutaenda katika maeneo yenye migogoro, badala ya kulisikia nikiongea kila siku, yeye awasikilize wananchi wangu ili wachukue hatua madhubuti kuondoa shida iliyopo Tarime vijijini. Asante. Asante Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naendelea kumpongeza Mheshimiwa Mwita kwa kuendelea kweli kusisitiza jambo hili, serikali ili iweze kwenda kwenye eneo la tukio na kuweza kuwasikiliza wananchi hawa. Naendelea kukuahidi Mheshimiwa Mwita, waziri wangu wa TAMISEMI, waziri wangu wa ardhi ameshaongea tayari na waziri wa TAMISEMI kwenye ratiba ya mwezi wa 7 mwaka huu. Katika maeneo ambayo yatatembelewa ni pamoja na maeneo ambayo umeyataja, pamoja umeongeza na migogoro hii miwili ambayo umeieleza. Nikuhakikishie wewe pamoja na wizara na pamoja na TAMISEMI tutakwenda kwenye maeneo haya na tutakamilisha migogoro hiyo na kutatua moja kwa moja. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.